Ngugi wa Thiong'o alizaliwa Januari mwaka 1938 na amefariki Mei 28, 2025. Alikuwa mwandishi na msomi mashuhuri kutoka Kenya aliyejulikana kwa mchango wake mkubwa katika fasihi ya Kiafrika. Alizaliwa katika eneo la Limuru huko nchini Kenya na alipata umaarufu kupitia riwaya zake kama Weep Not Child na A Grain of Wheat ambazo zilichambua athari za ukoloni na mabadiliko ya kijamii katika jamii ya Kiafrika mnamo miaka ya 1970. Ngugi aliacha kuandika kwa Kiingereza na kuanza kuandika kwa lugha ya Kikuyu kama njia ya kupinga ukoloni wa kiutamaduni. Kufuatia msimamo wake wa kisiasa na maandiko yake ya kuikosoa serikali ya Kenya, alikamatwa na kuwekwa kizuizini bila mashitaka rasmi mwaka 1977. Baadaye aliishi uhamishoni kwa miaka mingi. Ngugi ameendelea kuwa sauti ya kifalsafa na kiitikadi kuhusu uhuru wa Afrika, ukombozi wa kiutamaduni na haki za lugha za asili. Maandishi yake ni pamoja na riwaya, tamthilia, hekaya, insha na uhakiki. Ameanzisha gazeti la lugha ya Gikuyu tangu mwaka 1982. Ameishi nje ya Kenya akifundisha kwenye vyuo vikuu mbalimbali kama yale ya New York na Irvine, California. Ngugi amezaliwa Kenya katika kijiji cha Kamiruthi karibu na Limuru, wilaya ya Kiambu, katika jamii ya Wagikuyu. Akabatizwa James Ngugi. Alikuwa mtoto wa 5 wa mke wa 3 wa baba yake Thiong'o wa Ndusu. Baba alikuwa mkulima aliyepotea shamba lake kutokana na Waingereza kuteka na kutwaa nyanda za juu za Kenya. James alisoma shule za wamishonari za Kamanduru, Limuru, Kuringa, Mangu na Alliance High School Kikuyu. Katika miaka ile akawa Mkristo. Wakati akisoma shule, familia yake iliathiriwa na vita ya Mau Mau, ikawa kaka yake aliuawa na mama yake aliteswa. Baada ya kumaliza Alliance High School, akasoma Makerere, akahitimu kupata degree ya Kiingereza mwaka 1963. Akafunga ndoa na Nyambura mwaka 1961. Akazaa naye watoto 6. Katika miaka iliyofuata, mwaka 1962, aliandika tamthilia yake ya kwanza ya The Black Hermit. Baada ya degree alirudi Nairobi alipofanya kazi ya uandishi wa gazeti. Mwaka 1964 akachukua nafasi ya masomo huko chuo kikuu cha Leeds hapo Uingereza. Alitunga riwaya ya Weep Not Child mwaka 1964, akiwa mwandishi wa kwanza kutoka Afrika Mashariki aliyetunga riwaya ya Kiingereza. Alisimulia hadithi ya kijana Njoroge mwenye ndoto ya kuendeleza elimu yake, lakini anakwama kati ya ndoto zake na hali halisi ya maisha ya Kiafrika chini ya ukoloni. Aliendelea na The River Between mwaka 1965, akichora picha ya kijiji kilichopasuliwa kati ya Wakristo na wafuasi wa dini ya asili. Mwaka 1967 alitumia historia ya vita ya Mau Mau na maarifa ya familia yake kwa ajili ya riwaya ya A Grain of Wheat. Mwaka ule ule, baada ya kuchukua degree ya pili, alirudi Kenya akifundisha chuo kikuu Nairobi mwaka 1967 hadi mwaka 1969. Aliondoka kwa sababu alipinga kuingia kwa siasa za serikali katika mambo ya chuo. Baada ya mwaka mmoja huko Makerere, alipata nafasi ya kufundisha Marekani kwenye chuo kikuu cha Everston mwaka 1970 hadi mwaka 1971. Mwaka 2013 akatunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu na chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania.
Mwaka 1973 alirudi Nairobi kama profesa wa Kiingereza na mwenyekiti wa idara ya fasihi. Idara hii ilianzishwa kutokana na upinzani wa Ngugi na wenzake dhidi ya hali ya Kiingereza kuwa nguzo kuu ya elimu katika Afrika. Katika makala ya On the Abolition of the English Department aliyoandika mwaka 1968 pamoja na Taban Law Young na Henry On Anyumba, aliwahi kuuliza, tukihitaji kutazama historia ya utamaduni mmoja kwa undani kwa ajili ya masomo yetu, kwa nini tusichague utamaduni mmoja wa Kiafrika na kuupa kipaumbele ili tulinganishe tamaduni mbalimbali nao? Kutokana na msimamo huo, aliendelea kutafiti fasihi ya simulizi ya makabila ya Kenya, hasa Wagikuyu na fasihi ya Kiswahili. Katika miaka hii huko Nairobi, Ngugi aliamua hawezi kuwa tena Mkristo. Mwaka 1976 akabadilisha jina lake kutoka James Ngugi kuwa Ngugi wa Thiong'o. Kazi yake ya kifasihi ilimpelekea katika mzozo na serikali. Kuanzia mwaka 1976, Ngugi alishirikiana na wanakijiji wa Gikuyu karibu na Limuru kuanzisha maagizo ya tamthilia katika lugha yao. Mwaka 1976, riwaya yake ya Petals of Blood ilichora picha ya watawala wapya wa Afrika, jinsi walivyochukua nafasi ya wakoloni na awali wakidharau na kukandamiza wananchi. Mwaka ule ule aliandika tamthilia ya Ngahika Ndenda, yani nitaolewa nitakapopenda. Wakubwa katika serikali walikuwa na wasiwasi, wakiogopa mwelekeo wa kimakristi wa Ngugi, hasa alipotoka katika chuo kikuu na kuingia kati ya wananchi wa kawaida kwa njia ya maigizo yake katika lugha ya Gikuyu. Makamu wa rais wa Kenya Moi aliamua kumkamata Ngugi kwa misingi ya sheria ya usalama wa kitaifa, wakati Rais Jomo Kenyatta mwenyewe tayari alikuwa amedhoofika kutokana na uzee na ugonjwa. Ngugi alikaa mwaka mmoja katika gereza la Kamiti, akaandika riwaya ya kwanza kwa Gikuyu, Kaitain Mtharaba, yani Shetani Msalabani, akitumia karatasi ya choo. Baada ya kuachiwa huru, hakuruhusiwa kurudi kazini kwenye chuo kikuu. Mwaka 1982 aliondoka Kenya kwenda London. Ngugi ameendelea kutumia Gikuyu pekee kwa ajili ya riwaya, lakini amefundisha na kutunga insha kwa Kiingereza. Kati ya maandiko yaliyofuata ni Detain, yani diary ya gerezani, mwaka 1981, Decolonizing the Mind, The Politics of Language in Africa Literature, kuondoa ukoloni rohoni, siasa ya lugha katika fasihi ya Afrika, mwaka 1986. Alidai waandishi wa Afrika watumie lugha zao za kienyeji badala ya lugha za Kiulaya. Matigar, mwaka 1987 alipotumia hadithi ya kiutamaduni wa Gikuyu. Ngugi alirudi mara ya kwanza Kenya, lakini alipata maarifa mabaya, akishambuliwa na wahuni na kuibiwa mali. Mke wake alibakwa. Shabaha muhimu ya ziara yake ilikuwa kutangaza riwaya yake mpya kwa Gikuyu, Mrogi wa Kigogo. Kiini cha imani ya Ngugi ni ya kwamba kwa kutumia lugha ya kienyeji pekee, waandishi wa Afrika watafikia wananchi wa kawaida na kushinda ukoloni mamboleo rohoni. Tatizo alilonalo hapo ni ya kwamba lugha za kienyeji zinarudi nyuma haraka katika mazingira ya kisasa, hata zikiendelea kuzungumzwa na kusikilizwa kwa redio, si lazima zinasomwa pia. Haya ndiyo maisha ya Ngugi wa Thiong'o. Pumzika kwa amani mwamba. Jina langu naitwa Almanus Mwasenga. Asante.